Karibu tena wapenzi watazamaji, tupashane mawili matatu yale ambayo yameweza kutendeka na yanazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Mswada wa kumuondoa mamlakani gavana wa kaunti ya Siaya James Aggrey Orengo kwa sababu ya kupingana na serikali ya broad based government unazidi kushika kasi kwenye hoteli ya Nairobi Hotel, mahala ambapo ninaelezwa kwamba MCAs zaidi ya 23 wapo kwenye mkutano ambao unazidi kumtafutia Orengo makosa kumuondoa mamlakani. Kando na Orengo kuondolewa mamlakani, tunaelezwa vile vile yule ambaye yuko kwenye kikaangio, yule ambaye yuko jikoni kuondolewa mamlakani ni spika wa bunge la kitaifa la Siaya mwenye anaitwa George Okede. So tunaelezwa kwamba George Okede pamoja na James Aggrey Orengo wote wanaenda nyumbani kwa sababu ya kukuwa na msimamo thabiti wa kupingana na hatua za kinara wa muungano wa kinara wa chama cha ODM, kwa sababu muungano wa Azimio tunaweza tukasema kwamba uliweza kuvunjika. Chama cha ODM Raila Odinga msimamo wa kuingia ndani ya serikali. Kumbuka kwamba from the first time James Aggrey Orengo alikuwa anakataa katakata chama cha ODM kuingia ndani ya serikali kwa kile ambacho aliweza kusema kwamba William Ruto si mtu wa kuaminika. Na nielewa. Orengo aliweza kusema kwamba wataingia kwa serikali kipindi ambapo haki imeweza kutendeka kwa jamii ambazo wapendo wao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano, kwa jamii ambazo wapendo wao waliweza kuumizwa kipindi cha maandamano. Lakini kabla ama badala ya Raila Odinga, kiongozi ambaye anaheshimiwa katika taifa letu la Kenya, kuyasikiliza hayo, aliyapuuza ama alisema kwamba nyinyi wa Kenya ambao mliweza kuaga kitambo, shauri yenu. Wala ambao mliweza kufariki, kuumizwa kipindi cha maandamano, shauri yenu. Sasa tuingie kwa serikali. Na kipindi ambapo James Aggrey Orengo aliweza kupingana na hiyo hatua, Raila Odinga anasikia kwamba impeachment motion ameweza kuileta dhidi yake James Aggrey Orengo pamoja na spika wa bunge la Siaya County George Okede. Kuna video moja ambayo wanaitumia kama excuse ya kumuondoa mamlakani James Aggrey Orengo. Orengo aliweza kukataa chama cha ODM kisiingie ndani ya serikali kwa sababu extrajudicial killings, mauaji ya vijana wa Gen Z, mauaji ya Wakenya, manyanyaso ya Wakenya, serikali ambayo iko mamlakani ikiongozwa na Rais Ruto wameweza kukopa pesa nyingi. Kwa hivyo Aggrey Orengo James akasema kwamba hiyo sio serikali ya kujiunga nayo, kwa sababu hiyo serikali itawazamisha Wakenya wote including the opposition leaders ambao walikuwa kama tegemeo la Wakenya. I'm saying, me as James Aggrey Orengo, putting aside even my position as a governor, that justice must be done. We cannot kill our people, and the time when we are mourning them, we are looking for officers. That cannot happen. We must first deal with injustice before we can deal with questions that arise out of that injustice. So I'm praying that Kenyans will listen to the voices of mothers like Mother Kevin to see that justice is done. Justice is done. And I want to say those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I am saying that without a fear of contradiction. Because Ruto now has no money. Because he has been borrowing. And the Kenyans have told him, you cannot borrow. Ruto has said no taxation.
but he said he is continuing to taxation, and he refused taxation through the finance bill, so he cannot tax Kenyans. Ruto has lost the confidence of the international community. So, where is Ruto going to take us? Ruto is taking us into a sinking ship. And I'm urging everybody that joining Ruto is a disaster, is an abomination. It cannot work. And nobody is going to tell us. When you are saying Ruto must go, Ruto must go, when we say Ruto must go with all his people. The entire government must go. Nobody is going to remain there. Imagine Orengo is speaking that there is no job for Gen Zs, for youths. Orengo anazungumza sauti ya Mkenya, sauti ya Gen Z. Lakini chama cha ODM kwa sababu ndicho kinatawala, umeamua kusema unajua aje, Orengo aende nyumbani. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Kando na hawa viongozi wa chama cha ODM ambao wameitwa jijini Nairobi Hotel kupanga jinsi ambavyo watamuondoa mamlakani James Aggrey Orengo kwa kupingana na handshake ya William Ruto na Raila Odinga. Bondo Town, mahala ambapo William Ruto anyway, of course, so William Ruto yuko na hiyo ni personal. Anyway, William Ruto ni shemeji ya Raila, kama mjawahi jua. Hiyo ni personal, lakini anyway, Bondo ni kama kwa kina William Ruto. Bondo mahala ambapo Raila Odinga anatoka. Kile kijiji kimeweza kuandamana wakitaka James Aggrey Orengo aweze kuresign kwa kumdharau Raila Odinga kwa kupingana na handshake. So ladies and gentlemen, let me ask you. Orengo angeingia ndani ya serikali kabla Raila Odinga hajaweza kukubali kuingia ndani ya serikali, angeitwa msaliti. Si ndio? Angeitwa msaliti. The way akina huyu mtu anaitwa nani? Jalango waliweza kuitwa msaliti mpaka wakafukuzwa kutoka kwa chama. Mnakumbuka kipindi ambapo Jalango walienda State House wakaitwa wasaliti, wakafukuzwa kutoka kwa chama, mara wakapewa disciplinary what action, wakafukuzwa kabisa. Walikuwa wanaonekana hata Luo Nyanza wanapigwa mawe. Ingekuwa James Orengo ameingia ndani ya serikali kabla ya Raila Odinga, angepigwa hata mawe. Mswada wa kumuondoa mamlakani ungeletwa. Sasa hivi Raila Odinga ameingia mamlakani ndani ya serikali, Aggrey Orengo amepingana, wanaleta impeachment motion. Does it mean kila kitu ambacho Raila anasema lazima kikubaliwe? You know, sometimes najua mtaenda kunilima and I don't care. Mtaenda kunilima, who cares? But the truth must be spoken. Does it mean that lazima watu wafuate kila kitu ambacho Raila anasema? Mimi nimekuwa supporter wa baba up to the last minute ambaye ameingia kwa serikali. Have been baba supporter. Kama mnapingana na mimi, angalia kutoka mwanzoni wa hichi kituo. Video number 1. Kama hautaona nilikuwa supporter wa baba kabla mjaanza kulitokana. Does it mean kwamba Raila yeye hajawahi fanya kosa? Bana, justice for James Orengo. Orengo amesimama na mheshimiwa Raila Odinga tangia kitambo. Sasa hivi wanamuona kama yeye ni ganda la mua ambalo linapaswa kutupwa. Kesi ngapi za Azimio ambazo tuliweza kupeleka mahakamani James Orengo akatutetea? Kwani kipindi hicho hakukuwa mbaya?
Sasa hivi amepingana na Raila Odinga ndio mbaya. Bana, kama mnanitusi mnitusi, hakuna shida. I don't care. Mimi nimetusiwa tangu kitambo. And I'm not arrogant. Ladies and gentlemen, I'm just speaking my mind. So, nyumbani kwake Raila Odinga, Bondo, Siaya, watu wanaandamana wakisema kwamba Orengo resign. Kwa sababu gani? Ameweza kumdharau Raila Odinga. But Raila Odinga has been the father of democracy. What is democracy? Demokrasia ni nini? Si ni kipindi ambapo kila mtu yuko na uhuru wa kutoa maoni yake. Gen Z walikuwa wanakamatwa kwa sababu walikuwa wanazungumza. Raila Odinga akasema kwamba Gen Z wako na uhuru wa kuzungumza. And now Orengo yuko na uhuru wa kuzungumza akili zake. Oh yes. The residents carrying twigs and placards demanded that the governor should apologize or resign immediately. According to the residents, it was wrong for the governor to criticize the partnership, maintaining that it was disrespect for Raila Odinga. Further, they demanded that should Orengo fail to meet the demands, he should resign and give a chance for a new county chief to be elected in the country. Ladies and gentlemen, we want to tell Governor Orengo he has touched a live wire by demeaning Raila, and therefore he has written his political Orengo, kama wewe ni gavana enye ulipewa ticket na Raila Amolo Odinga, kwa na akili kwamba usiwe unadharau baba yetu. Ukiwa unadharau baba yetu ni kama umetugusa roho. Hatutakubali my friend. Hatutakubali rafiki. Rudi nyuma, omba baba msamaha ili ukuje tufanye na sisi. Ikiwa makushinda baba, kaa kando baba, tuchakue gavana mpya ambaye atatuongoza hapa Bondo. Kwa sisi watu wa Bondo tumeamua kwa sahi hatutakubali madharau ya James Orengo. Ile wakati basisi ya Fidel alifanya hivi tena kwa sasa nataka kurudia. Hatutakubali. Okay, my name is Jack Mawere, currently the coordinator broad-based government Bondo sub-county. And today, allow me to thank this multitude who have come out to express their displeasure about our governor utterances that he made during the burial and the funeral service of Raila Odinga. So, as the people of Bondo and Siaya, these are our resolutions. And we want to be very clear. Number one, we the people of Bondo and by extension Siaya County, we fully support the broad-based government led by His Excellency President William Ruto and Raila Amolo Odinga. Number two, we call upon the party organ to sanction a disciplinary action against Siaya Governor James Aggrey Orengo so that he can be able to explain and face disciplinary action and, if possible, be recalled by the people of Siaya. Number two, we demand that Siaya Governor James Orengo unequivocally apologize publicly to Raila Amolo Odinga over what he did during the burial of Raila's bodyguard. I support. Number four, we are aware that James Aggrey Orengo is working in cahoots with the impeached governor, impeached deputy president Rigathi Gachagua to undermine Raila and cause havoc in Ruto's presidency. Ni ukweli ama urongo? Hatujakubali kama watu wa Siaya ya kuwa tunaweza kuwa na governor yule ambaye maendeleo imemshinda na madharau ndio kazi yake ya kipao cha mbele. Tunasema ya kuwa kuna kikao maalum cha party cha ODM imuite na impatie ile shauri ya kuwa akikosa ku apologize aitishwe nyuma na watu wa Siaya wafanye uchaguzi mpya. I want to ask Mr. Governor that you have to end the war before the war ends you. First, in the year 1994, during the burial of the late Mzee Jaramogi Oginga Odinga,
Governor Orengo came at the attendance of visitors, including the then President Daniel Moi, and he showed us the same disrespect to our party leader until the Jaramogi's eldest son, Dr. Oburu, told him that they are bereaved and they do not want politics in that burial. Secondly, during Fidel's burial, he came and uttered the same to the then President Uhuru Muigai Kenyatta. Finally, and most recent, he did it during the burial of Baba Raila Odinga's aide, Mr. Odiwuor. Now, we are taking this bold step to warn him and to tell him that we are not happy. We want him to make sure that he keeps his lanes with Baba Raila Odinga. Otherwise, we shall recall his position and have a governor who can work within our structures as a party. Kulingana na jinsi ambavyo mambo yalivyo, ninaelezwa kwamba chama cha ODM kinapanga kwamba William Oduor Denge ambaye ni deputy governor wa county ya Siaya ndiye atachukua nafasi ya gavana yake James Orengo. Na Orengo amesema kwamba atapigana mpaka mahakamani. Kipindi ambapo waliweza kumtumia Orengo kuenda kumsulubisha Rigathi Gachagua alikuwa ni mzuri, si ndio? So walimtumia Orengo kuenda kumsulubisha Rigathi Gachagua wakati huo alikuwa ni mzuri. Sasa hivi amesema kwamba kujiunga ndani ya serikali ya Mheshimiwa Ruto should be the last step. Anaitwa msaliti. Eti amesaliti sijui Raila. Bwana Orengo hapaswi kuguzwa. Orengo wamepigana na Raila Odinga kupigania demokrasia kutoka kitambo. Kama ni tear gas, Orengo amepigwa. Kama ni kukamatwa, Orengo amekamatwa. So impeachment should be the last step. Raila Odinga should think. Aache tu Orengo asungumze mambo yake. Instead of sponsoring Orengo's impeachment. And I'm not against Raila Odinga. I'm speaking my mind. Ladies and gentlemen, we should stop this. Now, I've been seeing online picha ambazo waliweza kupiga na Rigathi Gachagua za kitambo, ndizo wanazidi kueneza online. Oh, sijui James Orengo ni Gachagua Mall, sijui nini. Kwani picha ambazo niliweza kupiga na maybe na Murara Kebaso kabla hajaweza kununuliwa na serikali akaingia ndani ya serikali, should they be used as any excuse eti kwamba oh sasa niko ndani ya serikali? Hizo picha tulipiga kitambo wakati ambapo tulipatana kabla hajaweza kununuliwa ingia ndani ya serikali. So hata hizo picha ambazo wanasema sijui Orengo sijui nini, hizo picha walipiga kitambo kipindi ambapo Gachagua alikuwa mamlakani, walipatana. So Raila Odinga should rethink before driving a last nail to James Aggrey Orengo's political coffin. See you in the next video. Sijui wazo lako ni lipi? Unaunga mkono Raila Odinga aweza kumtoa James Aggrey Orengo mamlakani kwa sababu the person who is at the forefront kumuondoa mamlakani James Aggrey Orengo ni ndugu yake Raila Odinga, the Gen Z, the senator for Siaya, is the one hosting this MCS in Nairobi. And this senator of Siaya, his son has been appointed as the chief economic advisor for William Ruto. Now you see the reason as to why they are impeaching James Orengo. See you in the next video. Aya, uwanjani wenu wa kunilima munilime.